kitatoa haki ya malipo ya uzeeni. Mwenyekiti, naliongelea hili kwa sababu sasa hivi tunayo mifuko mingi ya hifadhi ya jamii, lakini mifuko hii ya hifadhi ya jamii unakuta kwamba wengi walioajiriwa hawajaweza kuingia katika mifuko hii ya hifadhi ya jamii, na hii ni kutokana na waajiri katika sekta binafsi ambao hawataki kuwaandikisha wafanyakazi wao katika mifuko hii kwa sababu hawataki kuchangia ile asilimia ambayo mwajiri anatakiwa achangie. Wanawadanganya wazalendo kwamba mkichangia kwenye hifadhi ya jamii mifuko hii itawaibia, mifuko hii mkifika uzeeni hamtapata mafao yenu kwa wakati, mnawapa hela hawa mashirika ya hifadhi ya jamii, wanajenga majengo, hamna faida mnayopewa. Kwa hiyo mimi nawahurumia Watanzania, nyinyi mnawapa pensheni yenu kila mwezi, mchukue pensheni yenu ili msije kupata hasara baadaye. Lakini ni dhuluma kwa sababu hawataki kuchangia ile asilimia ambayo mwajiri anatakiwa achangie. Kwa hiyo naomba iingize katika katiba ili hawa waajiri hawa na ambao wengi wako kwenye sekta binafsi wawajibishwe kuweza kuwachangia wafanyakazi wetu. Katika fasiri ya 4, mwenyekiti, naomba iongezwe kwamba kuwe na haki ya kushirikishwa katika vyombo vya maamuzi kuhusu masuala ya kazi. Mpaka sasa hivi wafanyakazi inakuwa kama wanabembeleza kushirikishwa katika vyombo vya maamuzi kwa sababu waajiri wanaamua wenyewe wanavyotaka kushirikisha wafanyakazi na vyombo vyao katika maamuzi katika taasisi. Naomba hili liingie katika katiba ili waajiri wote waweze kulazimishwa kushirikisha wafanyakazi katika maamuzi. Na hii, mwenyekiti, italeta tija sehemu za kazi, italeta mahusiano mazuri katika sehemu za kazi, na kwa maana hiyo utakuta hata hii migomo tunayoiombea itakuwa michache kwa sababu wafanyakazi watakuwa tayari wameshirikishwa katika maamuzi na katika majadiliano na katika vyombo vyote kuanzia hatua chini mpaka juu. Mwenyekiti, napenda tena niongelee sura ya 10. Sura ya 10 pale ibara ya 205 tunaongelea Tume ya Huduma za Umma, ya utumishi wa umma. Lakini mwenyekiti, nilikuwa napenda isomeke kwamba uwepo wa Tume ya Huduma za Umma na za kijamii za kisekta, kama ambavyo Mheshimiwa Mama Sita amesema kwamba iko tume ya walimu inaombewa hapa, lakini watumishi si walimu peke yao, kuna madaktari, kuna watumishi mbalimbali. Hawa wote wanahitaji kuwa na chombo kitakachoratibu. Kwa hiyo ili haya yote yaweze kuwa accommodated, tunaombea hapa kuwe na hizi tume za huduma za kijamii za kisekta ziweze kuundwa pale itakapoonekana kuna haja. Mwenyekiti, mwisho naombea swala la ardhi ambalo limekaa vizuri katika pendekezo la rasimu, lakini katika fidia, mwenyekiti, katika fidia ya ardhi pale imewekwa kwamba watalipwa fidia stahiki. Naomba iwe fidia stahiki kwa wakati, kwa sababu watu wetu wanaambiwa watapewa fidia, lakini wanakaa miaka mpaka wanakufa fidia ile hawajaipata. Fidia iwe kwa wakati. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimeisikia kengele na kama ambavyo nimekushukuru sana, na shukuru vile kamati ya uandishi, na ninawaomba waone haya mapendekezo ninayoleta kuwa ni ya msingi, yazingatiwe katika katiba, na ninawaomba wabunge wenzangu muyaone haya kwamba ni ya muhimu sana, nanyi ikifika wakati wa kupiga kura muyapigie kura ya ndio haya yote ambayo tumeyazungumzia, kwa sababu ya manufaa kwa wafanyakazi wa nchi hii na jamii nzima. Na pia nawaomba mwenyekiti, wafanyakazi wote wa nchi hii waipokee katiba hii itakapopelekwa kwao kwamba ni ya msingi sana na imezingatia masuala yao yote na haki zao zote za kazi. Ikifika kwao waipigie kura ya ndio. Mwenyekiti, nakushukuru sana. Nakushukuru Mheshimiwa Delgunda. Mwenyekiti, taarifa. Makamu mwenyekiti. Taarifa. Jana kwa heshima kabisa kiti chako kiliniahidi kwa nitapewa nafasi ya kuchangia, lakini mkoletea message, na kwa masikitiko makubwa
nambua jina langu halimo, kwa hiyo kiti chako hakinitendea haki. Mheshimiwa, ni maamuzi ya kiti, tutaona itakavyowezekana. Lakini nilikuwa na hoja yangu na nilikuwa na mtu wa mwanzo kupewa nafasi ilikuwa nichangie mimi. Hoja yangu ilikuwa ile ile ya jana. Sasa kwa nimesema ni maamuzi ya kiti, tutaona itakavyowezekana. Naomba ukae. Ni hoja muhimu mheshimiwa. Naomba ukae. Naomba ukae mheshimiwa. Ungesikiliza. Nimesema ni maamuzi ya kiti, tutaona itakavyowezekana. Naomba ukae. Waheshimiwa, tunaendelea. Nimwite sasa Mheshimiwa Makeresia Power. Nashukuru Mheshimiwa Mwenyekiti, nami napenda kukishukuru kiti chako kwa dhati kabisa kwa kunipa fursa asubuhi hii kutoa mchango wangu kuhusiana na mambo mbalimbali ambayo tumeyajadili kwa muda mrefu katika bunge lako tukufu na kwenye kamati zetu mbalimbali na kuyapitisha. Mimi nizungumzie tu kwenye eneo la sura ya 3 inahusu ardhi, mali asili na mazingira. Nishukuru kwa kiwango kikubwa kwamba swala la ardhi kwa mara ya kwanza katika nchi ya Tanzania na katika katiba ya Tanzania limetambuliwa rasmi na likatajwa rasmi kwamba ni mali ya Watanzania wote. Hiyo ni faraja kubwa sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Lakini nishukuru pia katika eneo hilo, mimi kama mwakilishi wa wafugaji, wakulima, wavuvi, wachimba madini na watumiaji wengine wa ardhi wametokea kwenye eneo hilo kwamba wanayo haki ya kuitumia ardhi ya Tanzania. Tofauti na kwenye rasimu ya katiba tulioletewa kwa mara ya kwanza, kitu kama hicho hakikuwepo kabisa. Sijui kwa nini hakikuwepo, na wakati huo huo tunasisitiziwa kwamba rasimu ya katiba hiyo ndiyo maoni ya wananchi, wakati maoni ya wananchi na shida za wananchi ni ardhi pekee na hakuna kitu kingine. Nashukuru kwamba kwenye eneo hilo tumeonekana wazi wazi kwamba tuna haki ya kuitumia ardhi ya Tanzania kama raia wa Tanzania. Lakini pia nikienda kwenye sura ya 3, kwenye sura ya 2, kwenye malengo muhimu ambapo ndipo sera za kinchi hutungwa, pia wafugaji, wakulima, wavuvi na wachimba madini wametokea kwenye eneo hilo. Bado wanaendelea kutokea katika rasimu ya katiba inayopendekezwa kwa wananchi. Napo pia natoa shukurani kubwa sana kwa kamati zote zilizolitambua jambo hili na kulipendekeza liingizwe kwenye rasimu ya katiba inayopendekezwa, ili katiba hii ithibitishe kwamba ni katiba ya wananchi wote. Okay. Hii vile vile nizishukuru kamati mbalimbali zilizolijadili swala hili na kutambua umuhimu wake na kukubaliana kwamba tena yalikuwa yakitokea kwa walio wengi na sio kwa walio wachache, ikithibitisha kwamba waheshimiwa wajumbe wote wa bunge la katiba walikuwa wakijali maslahi ya wananchi zaidi. Lakini pia nikienda kwenye sura ya 5 ambako kuna haki za binadamu, nako vile vile ninayo imani kubwa kwenye kamati yetu ya uandishi, haki za wafugaji, wakulima, wavuvi na wachimba madini pia itatokea. Ninao imani kubwa sana
juu ya swala hilo, kwa sababu mara baada ya kutoka kwenye kamati zetu kwa mara ya kwanza, kamati 9 zilikuja na swala hilo zikilisisitiza kwa uzito wake. Lakini pia tuliporudi kwenye uhakiki wa katiba iliyopendekezwa, kamati 6 zilirudi tena kwa uzito mzito zaidi kuliko kwa mara ya kwanza. Naamini kwamba hili swala kwenye haki za binadamu, wafugaji, wakulima, wavuvi, wachimbaji madini watatokea. Napenda nisisitize swala, Mheshimiwa Mwenyekiti, swala la ardhi ni swala pekee ambalo litakaloleta amani katika nchi hii, na ni swala pekee litakaloleta mvurugano katika nchi hii endapo halitawekewa mgawanyo mzuri juu ya matumizi ya makundi mbalimbali ya nchi hii. Lakini kwa kuwa tumeketi hapa bunge likiwa limesheheni makundi yote, ninao imani kwamba kwa kuwa katiba inatajwa kwamba ni maridhiano na ni mwafaka, inabidi mambo yote haya ya wafugaji, wakulima na wavuvi na watumiaji wengine wa ardhi yawekwe vizuri kabisa, ili sheria zitakapoanza kutungwa ziwe na msingi mzuri wa kuanzia, wapi waanzie na wapi wamalizie. Hii nashukuru kwa kiwango kikubwa sana. Lakini ambacho nataka nikisisitize, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni swala la usimamizi wa katiba, utekelezaji wa katiba. Imeonyesha, Mheshimiwa Mwenyekiti, ya kwamba katiba yetu pamoja na uwepo uzuri wake ya mwaka 77, kuna vipengele mbalimbali wasimamizi wetu waliokula kiapo kwa ajili ya kuilinda, kuitetea na kutekeleza yaliyomo ndani ya katiba, inaonyesha kwamba yanaonyesha ulegelege. Isije ikatokea katiba tunayotunga hii nzuri sana kwa minajili ya kuwahudumia wananchi, utekelezaji wake ukalegalega. Mfano mzuri nataka niseme tu kwamba katiba ya mwaka 77 ibara ya 20 kuna eneo moja zuri linalosema kwamba chama chochote kitakachoonyesha mrengo wa kupigania eneo moja tu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, chama hicho kitakuwa kimepoteza sifa ya kuwa chama cha kisiasa nchini Tanzania. Lakini tunashuhudia kwa sasa kuna vyama vinapigania maslahi fulani katika upande fulani wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Taasisi husika inayotakiwa kudhibiti jambo hilo, ambayo ni ofisi ya msajili wa vyama vya siasa, iko kimya. Lakini pia ibara ya 144 inayotamka ya kwamba ni marufuku mtu, kundi au shirika lolote lile kuanzisha jeshi la aina yoyote ile. Lakini pia imeonyesha kwamba katika Tanzania ibara hiyo inavunjwa wazi wazi. Ni kwamba hili lazima niseme kabisa kama raia wa kawaida na kwa uchungu mkubwa, kwamba hata vyama vya siasa ambavyo vimo katika madaraka na vile vinavyotafuta madaraka vimeanzisha vitu vinavyoonekana kama vya kijeshi. Hii ni kuvunja ibara hiyo moja kwa moja ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Napata mashaka pengine hata hii katiba tunayoitunga ambao ni nzuri sana, kuna uwezekano isipate watekelezaji na ikaanza kuvunjwa kama inavyovunjwa ya mwaka 77. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba hili kwa taadhima na heshima, viongozi wetu watakaoanza kuitekeleza katiba hii wayazingatie yote ambao tumeweka kwenye katiba hii, kwa sababu kuna vikundi vingi vya kiulinzi. Inapovunjwa katiba, swala la kuzungumzia kuvunjwa kwa katiba huwa halizungumziwi, badala yake huanzishwa kitu kingine cha kuvunja katiba pia. Tumeambiwa ya kwamba tulipokuwa kwenye kamati, swala la ulinzi binafsi lilikuja.
tukaambiwa kwamba kuna makampuni 800 ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania yameanzisha vikundi vya ulinzi. Na ni kweli swala hili linasikitisha sana. Na ndio maana katika nchi hii kuna uwezekano kwenye mikutano yanalipuka mabomu, yanalipuka manini, yanaathiri raia wa kawaida. Hatujui wapi yametoka. Kumbe kuna watu wanaomiliki vyombo vya ulinzi, tena ni watu wakubwa ndani ya utawala wa nchi yetu. Uvunjifu wa katiba rasmi. Sasa ninaomba katiba hii, hilo ndio ombi kabisa. Haya tuliyoyaweka humu ni mazuri sana na ndio yanayotakiwa na raia. Lakini je, watekelezaji ni raia watakaotoka wapi? Ni hawa. Tunachowaomba, bunge litunge sheria madhubuti ya kudhibiti uvunjifu wa katiba ndani ya uongozi wetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya kusema haya, napenda kuipongeza kamati ya uandishi kwa kile inachokifanya, lakini iyazingatie maoni ya wananchi kwa ujumla wake. Napenda nimpongeze sana mwenyekiti wangu wa kamati yangu Anne Kilango Malechela kwa kutupa uhuru wa kuongea na tukaongea yote haya mpaka leo tumefika hapa. Napenda kushukuru mwenyekiti wangu wa muda baba wabeja sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, wabeja baba, wabeja sana. Waheshimiwa, matangazo kidogo basi. Tuna matangazo moja tu la wageni, sijapata matangazo ya kazi. Yatatangazwa